Angalia mambo kadhaa katika siku hii ya leo kuhusiana na uwakili kwa watoto. Uwakili kwa watoto ni jambo ambalo ni nyeti sana kwa maisha ya wazazi, walezi, walimu na viongozi. Makundi haya manne ni ya muhimu sana na ni ya msingi sana. Tunapozungumzia habari ya watoto, kundi la kwanza wanaowajibika ni wazazi, kundi la pili ni walezi, na kundi la tatu walimu ambao wamepewa dhamana kwa ajili ya watoto. Lakini kundi la nne ni kundi la viongozi ambao tukianza na mchungaji, wazee wa kanisa, wakuu wa idara na kadhalika. Kwa hiyo haya makundi yanawajibika katika mwenendo wa uwakili kwa watoto ambao Bwana ametukabidhi. Kwa maana hiyo lazima tujue ya kwamba watoto hao wanahitaji nini, wanahitaji kufundishwa nini, wanahitaji kupewa nini, watoto hawa wanahitaji kuambiwa nini katika maisha yao kuhusiana na uwakili wa mwenendo wa maisha yao hawa watoto wakiwa wadogo. Waswahili wanasema ya kwamba mkunje samaki angali mbichi, ikimaanisha ya kwamba kama akiwa amekauka ukimkunja atavunjika. Na wengine wanasema ya kwamba mtoto mdogo akiwa mdogo, kadri unavyomfundisha hajakuwa na mambo mengi katika ubongo wake, hivyo mtoto mdogo upokea zaidi na kwa umakini bila kusahau katika maisha yake. Kwa hiyo tunaona ya kwamba katika maisha ya malezi, tunavyoanza malezi bado mapema kwa watoto, huwa mbaraka mkubwa katika maisha yao. Ni sawasawa na karatasi ile nyeupe ambayo haijachafuliwa wala kuandikwa wala doa lolote kudondokea. Kwa maana hiyo karatasi ambayo iko nyeupe inafanana na ubongo wa mtoto ukiwa kwa namna hiyo, ukiwa safi, usiokuwa na ghasia yoyote na shida yoyote. Kwa hiyo unapopanda kitu pale, hiki kitu kinakamata na kumea na matunda yake unakuja kuyaona. Kwa hiyo leo tuna ujumbe kwa walimu, ujumbe kwa wazazi na ujumbe kwa walezi na viongozi, wajibu wa malezi wa mwenendo wa wakili kwa mtoto. Ukisoma Biblia katika kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ile ya 3 mstari ule wa 14 tuanze 15, anasema na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kumbe maandiko na mafundisho yanatakiwa kufundishwa kwa watoto wakiwa wadogo, na ndio maana naanza akisema ya kwamba na ya kuwa tangu utoto umeyajua. Kwa hiyo ni jukumu la makundi haya manne, tangu utoto watoto wafundishwe mwenendo wa kiuwakili katika maisha yao, wajue ya kwamba wao wameumbwa na Mungu, wao ni mali ya Bwana, na waelewe ya kwamba mali zote zija za dunia ni mali ya Bwana. Hivyo watoto wao watambue ya kwamba zaka ni nini, sadaka ni nini, wajibu huu ambao utawasaidia katika maisha yao ya baadaye. Kitabu kingine ukisoma cha Mithali 22 mstari wa 6 inaeleza habari ya malezi kwa mtoto atakayopewa hata yasahau hata atakapokuwa mzee. Na maandiko haya yanaadibisha katika kweli na katika haki. Watoto wanatakiwa kuelewa ya kwamba Bwana ndiye muumbaji na mmiliki na wa watoto wote duniani. Wao ni mali yake kwa
uumbaji na hata kwa ukombozi. Bwana ndiye mmiliki wa maisha yao. Anatoa kupitia kwa neno lake maelekezo muhimu kwa wazazi, walezi, walimu na viongozi, jinsi ya kuwatunza watoto na kuwalea kwa ajili yake. Itakuwa ni makosa makubwa sana ikiwa wahusika watafanya kinyume na maelekezo ya Bwana anayoelekeza. Na ndio maana tumeitwa kuja hapa ili tuelewe jukumu letu la kuweza kuweka malezi ya mwenendo wa kiwakili kwa watoto, waweze kujua yawapasayo kutenda katika maisha yao. Mara nyingi ninapoeleza hili wanapenda kutoa kile kisa cha Korea ya Kusini. Korea ya Kusini katika kanisa la Adventista wa Sabato inaonyesha ya kwamba kule kuna warudisha zaka na sadaka wengi na wanafanya kwa mpango. Utafiti unaonyesha ya kwamba ni kwa sababu Korea ya Kusini inawafundisha watoto uwakili bado wangali wadogo. Kwa maana hiyo wale watoto wanapopewa elimu ya uwakili, mwenendo wa elimu ya kiuwakili wakiwa wadogo, makuzi yao yanatembea na hiyo elimu waliopewa na wazazi, waliopewa na walimu wao, waliopewa na walezi, waliopewa na viongozi. Hivyo wanapokuwa watu wazima, wakiwa wakulima wakubwa, wakiwa wafugaji, wafanyabiashara, wakiwa wafanyakazi, mapato wanayoyapata wanarudisha zaka na sadaka vizuri kwa ukamilifu, kwa mpango, sababu wamepewa elimu hii bado wangali wakiwa wadogo. Kwa hiyo majukumu haya tuliyopewa lazima tuwekeze katika mwenendo kwa watoto wa kiuwakili. Wajue habari ya ibada na matoleo, wajue habari ya kwamba Mungu ni sehemu ya kwanza katika maisha yao kwa kila kitu ambacho wanachokipata. Lakini wazazi na walezi na viongozi tunapaswa na walimu tunapaswa kujua kuzingatia mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, gharama iliyolipwa na Bwana kwa ajili ya ukombozi wa hao watoto. Hao watoto Bwana ametupa kama dhamana ili tuweze kuwalea. Lazima tujue gharama ambayo Bwana alitumia kwa ajili ya ukombozi wa hao watoto. Ikiwa Bwana alitumia gharama kubwa kwa ajili ya hao watoto, mimi na wewe tuna jukumu la kufanya, la kuwafundisha mwenendo wa kiuwakili katika maisha yao, kwa sababu Bwana alilipa gharama kubwa. Wala sio malaika waliolipa gharama, wala makerubi, bali mwana wa Mungu aligharimika sana kwa ajili yao. Gharama hiyo ni ya juu, tena ni kubwa, ambayo haiwezekani popote. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo namba 2, hatari na ajali inayoweza kuwapata wazazi, walezi, walimu, viongozi kutozingatia haya mambo ya kuwafundisha watoto mwenendo wa kiuwakili. Wanachopaswa kutenda, kutakuwa na gharama kubwa sana kuwapoteza watoto hawa. Wasipofundishwa, hawatakuwa watoto ambao wanaonyesha mwenendo wa kiuwakili kwa uaminifu kadri Bwana atakavyowajalia katika maisha yao, sababu ya wazazi kutotekeleza jukumu lao la kuwafundisha. Kwa hiyo mimi na wewe tuna jukumu kubwa la kutenda. Tukilifanya itakuwa faida kwa hao watoto, kuandaa mawakili wenye mwenendo mzuri kiuwakili, kwa uaminifu, kwa ukamilifu katika maisha yao. Kanisa la Mungu litategemezwa kwa kupitia kizazi hiki cha watoto kilichofundishwa na kuadibishwa, kilichowekwa bayana kwa maneno matakatifu ya Mungu, kutembea katika barabara nzuri ya kiwakili.
mahali fulani ambapo nilikuwa nimekwenda kufundisha uwakili, dada mmoja akatoa mfano mzuri, akasema ya kwamba akiwa bado mdogo, wazazi wake walipokuwa wanakwenda kulima shamba, wazazi walipokuwa wanalima shamba, wanamfundisha huyu binti kama kwenye matuta ya viazi wanahesabu matuta ya viazi, la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita, la saba, la nane, la tisa, la 10, wanaweka alama. Hili ni tuta la zaka. La 9, hili ni tuta la sadaka. Wanaendelea mpaka shamba zima. Wanapokwenda kulima mahindi, wanamfundisha binti huyu, na yule binti akakuwa katika hiyo elimu. Alipokuwa mtu mzima, na yeye anapokwenda kulima akafanya vile vile wazazi wake walivyotenda. Kwa nini? Wazazi waliweka mwenendo wa kiuwakili kwa watoto bado wangali wadogo, hivyo walitengeneza msingi wa pekee, chimbuko la pekee kwa watoto kuwekeza wawe waaminifu wanapobarikiwa na Bwana katika maisha yao, ili kuitegemeza kazi ya Bwana. Utafiti mdogo uliofanywa kwa washiriki 65. Sikiliza vizuri hapa. Utafiti mdogo uliofanywa kwa washiriki 65 kwa baadhi ya makanisa. Utafiti huu unaonyesha jinsi walezi, walimu na wazazi na viongozi walivyoandaliwa kuwa mawakili wakati fulani uliopita, na jinsi ambavyo watoto wa leo wanavyoandaliwa kuwa mawakili waaminifu wa leo, wala sio wa kesho. Yaani tunakosea sana tunaposema ya kwamba watoto ni kanisa la kesho au watoto ni washiriki wa kesho. Tunakuwa tumechelewa. Watoto ni kanisa la leo, watoto ni washiriki wa leo, watoto ni nguzo ya kanisa la leo, wala si kesho. Sikiliza utafiti huu. Mmoja akasema, nilipata uzoefu wa kutoa zaka na sadaka nilipokuwa na miaka 10 na zaidi. Huyu wa kwanza anasema, haya, 82% ya washiriki walikosa uzoefu katika kiwango kilichotakiwa kwa kurudisha zaka na sadaka walipokuwa wangali wadogo. Ni washiriki 13.8 waliopata fursa ya uzoefu muhimu wa kumrudishia Mungu sehemu yake katika zaka na sadaka. Hebu angalia sasa, wewe kama mzazi, kama mlezi, kama mwalimu, kama kiongozi, uone na kutambua kuwa kazi yao ya msingi na muhimu ni ya kuwekeza elimu ya kweli katika maisha ya watoto wao mapema iwezekanavyo. Vinginevyo watakuwa wamewanyima watoto wao mibaraka ambayo watahitaji sana katika maisha yao ya baadaye. Yaani mtindo wa maisha wa kiuwakili au mwenendo wa maisha ya kiuwakili unapowafundisha wakiwa wadogo, unatengeneza mibaraka mikubwa katika maisha yao ya baadaye, unatengeneza mafanikio makubwa katika maisha yao ya baadaye, unatengeneza maendeleo makubwa katika maisha yao ya baadaye, kwa sababu wakiwa mawakili waaminifu kwa ukamilifu, Bwana atawabariki, kwa kuwa neno la Bwana linasema, nitaibariki kazi ya mikono yako. Tena nasema utakapofanya kwa ukamilifu, hatafungua madirisha ya mbinguni na kutumwagia mibaraka tele, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Tunatengeneza kizazi kisichokuwa na baraka kama hatutawafundisha watoto mwenendo wa maisha ya uwakili. Tunatengeneza kizazi kisichotegemeza kazi ya Bwana kama tutawafundisha watoto mtindo wa maisha ya uwakili wangali wadogo.
Kumbe mafanikio ya watoto wetu yapo endapo kila mzazi na mlezi na kila kiongozi na kila mwalimu atakapowajibika kuwekeza katika swala la mtindo wa maisha ya kiuwakili. Kwa nini leo wafanyabiashara wanafanikiwa? Wafanyabiashara wanafanikiwa kwa sababu wamewekeza kwenye vyanzo tofauti, na wengine wafanyakazi wanafanikiwa kwa sababu wamewekeza kwenye vyanzo tofauti tofauti. Leo hii tukitaka tufanikiwe, tuwekeze kwenye mwenendo wa maisha ya kiuwakili kwa watoto wetu. Hawa watakuwa watoto wasio wa kawaida. Wazazi, walezi, walimu na viongozi wasema walishirikisha, wanaposhirikishwa kwa watoto kujua habari ya mambo haya ya zaka na sadaka na kuitenga, mbaraka mkubwa utaonekana kwenye makanisa, utaonekana katika kutekeleza kazi ya Mungu tuliyopewa. Sasa sikiliza, tunaendelea na ule utafiti. 56.9% ya washiriki walipata kidogo sana au hawakupata kabisa maarifa kutoka kwa wazazi wao na walimu wao na walezi wao na viongozi wao swala la kutenga zaka na sadaka kwa watoto wangali wadogo, kuonyesha mwenendo wa kiuwakili. Juzi nikiwa pale Morogoro, kwa natembelea wafanyabiashara pamoja na wafugaji, kakuta mama mmoja anafuga kuku na ana banda kubwa la kuku. Kwa hiyo baada ya kumuuliza maswali yote, baadaye nikamwambia ya kwamba ana vile vyombo vya kisasa vya kuku, wanakaa juu, kinyesi kinaangukia chini. Kwa hiyo nikamwambia, sasa hiki kinyesi unaondoa kwa kila siku au baada ya siku ngapi? Akasema ya kwamba hiki kinyesi ninaondoa kila siku. Watoto niliokuwa nao ndio wafanya kazi kwenye kuondoa hiki kinyesi. Kwa hiyo kila mtoto kwa siku akiondoa kinyesi anapewa shilingi 100. Alafu akipewa ile shilingi 100, huyu mzazi huyu anamwambia, hii shilingi 100 zaka ni shilingi ngapi? Shilingi 10. Sadaka shilingi ngapi? Shilingi 10. Kwa hiyo shilingi 20 ni ya Bwana, shilingi 80 ni ya kwako. Kwa hiyo kila siku wakifagia wanapewa ujira. Amewafundisha watoto na kupanda elimu ndani yao, elimu ya kumjua Mungu katika matoleo. Maarifa hayo huyu mtoto anapokuwa hawezi kuyaacha, anaelewa. Kwa hiyo hata wazazi wangelifanya hivyo hawa watoto, kuwafundisha kwa namna hiyo. Pale nyumbani kwako una manyasi yameota, badala ya kumwita mtu mwingine afyeke, hebu wekeza elimu hii, huu mtindo wa kiwakili, kumwonyesha mtoto jinsi ya kufanya kazi ili apate kaujira na afundishwe jinsi ya kumrudishia Bwana zaka na sadaka. Anafyeka, kisha ule ujira ambao ungemlipa mwingine unampatia yeye na kumfundisha jinsi ya kurudisha zaka na sadaka. Hata wakati mwingine kwenye kilimo na kadhalika, ziko kazi nyingi ambazo unaweza ukafanya. Nasikiliza hizi asilimia nyingine ya utafiti. 86% kati ya washiriki walishirikishwa kidogo au hawakushirikishwa kabisa katika zoezi la kutenga zaka na sadaka katika umri wao wa utoto. 86%. Hebu angalia, kama 86% hatukupanda mwenendo wa kiwakili kuwashirikisha watoto 86%, hapo tumeangukia pua.
tunatengeneza vizazi kwa asilimia kubwa visivyojua mtindo wa maisha ya kiuwakili. Tunatengeneza asilimia nyingi ambazo hazitategemeza kazi ya Bwana bado hawa watoto wakiwa wadogo. Tumefanya kuwa sehemu ya baraka ya laana badala ya kuwa sehemu ya baraka kwa watoto, kuwekeza kwa watoto. Ni jukumu la wazazi, walimu, walezi, viongozi kuwaongoza watoto wao mapema iwezekanavyo, kufahamu na kupambanua kati ya vitu vitakatifu na vitu vya kawaida. Lazima wajue ya kwamba zaka ni takatifu, sadaka ni takatifu, vitu vitakatifu, vitu vilivyotengwa kwa kazi ya Bwana, si vya kuchezea. Lazima wazazi wawafundishe watoto hawa vitu vitakatifu. Na watu wote katika Biblia waliocheza na vitu vitakatifu, miisho yao ilikuwa ni mibaya sana. Na wale watu wote walioheshimu vitu vitakatifu, miisho yao ilikuwa ni mizuri, miisho iliyo mema, yenye mafanikio. Lazima tuwafundishe watoto wetu mienendo ya maarifa haya ya kiuwakili, ili wawe na miisho mema, hatimaye uzima wa milele. Haya ni mambo ambayo ni makini, yanayohitajika kutendeka. Tunazungumzia habari hizi kwa sababu mimi na wewe huenda tujatekeleza kwa ukamilifu wajibu wetu. Tunazingatia kutoa elimu kwa vitendo. Ni sehemu muhimu sana katika kukuza maarifa katika akili za watoto. Watoto wanahitaji waonyeshwe vitendo, na vitendo ndo kama hivi tulivyosema. Wakati mwingine mtoto anapewa kazi na hatimaye anafanyeje? Anatenda. Na ndio maana idara ya wakili inakuja kwa kushirikiana na idara ya watoto kuweza kuunganika pamoja na kuweza kutenda mambo haya. Na ndio maana kuna bahasha za matoleo ya zaka na sadaka kwa watoto, kwa sababu Bwana aliwajali watoto. Na ndio maana kuna vyombo maalumu vya kutolea matoleo ya zaka na sadaka kwa watoto. Haya ni mambo ambayo tumeona ya kwamba na ni ya muhimu na ni ya pekee. Mtoto anapokwenda kwenye chombo na kupeleka zaka na sadaka yake kwa bwana wake, hili ni jambo ambalo hata liacha katika maisha yake. Kila wakati atatenda kama ambavyo wazazi na walezi pamoja na walimu na viongozi wanavyowekeza kwao. Mke wangu siku moja alinifurahisha. Ilikuwa siku ya Sabato. Sasa watoto wanakwenda kanisani. Sasa katoto kamoja kakasema, baba, sadaka ya kanisani ni ya kwanza au ni ya mwisho? Ya kwanza. Baba, sadaka ya kanisani. Sasa na mimi nikaingiza mfukoni, nilikuwa na shilingi kama 2,000, ila zile 2,000 zilikuwa 500. Sasa nilipokuwa ninatoka kuwapa, mama kidogo naye akanikemea. Na nilimpenda yule mama alivyonikemea. Ananiambia, watoto wetu ni watoto kupeleka vishilingi, visenti kanisani. La asha. Tunatengeneza kizazi cha umasikini. Watoto noti, peleka noti kanisani. Na hiyo niliipenda hiyo. Kwa hiyo tangu siku hiyo bwana, wale watoto wakienda kanisani kwa kuabudu, noti, sio shilingi, noti kwa bwana wao. Kwa hiyo mimi na wewe tuna jukumu kubwa ambalo tumelipuuzia na hatujalitenda. Linatengeneza athari kubwa kwa maisha ya baadaye kwa watoto, lakini bado hatujachelewa. Na ndio maana ya semina hizi kuja, zinatufungua akili ili tutende yale yanayotakiwa kutendwa. Kwa hiyo kutoa elimu kwa vitendo ni jambo la msingi sana.
Mpendwa mzazi pamoja na mlezi, na wewe mwalimu, na wewe kiongozi, ni kwa kiwango gani umeweka misingi bora ya kuandaa watoto wako kuwa wa kweli na waaminifu kwa Bwana wao? Je, umewekeza kwa kiasi gani? Walimu, wazazi, walezi pamoja na viongozi wa shule ya Sabato, jambo hili linazingatiwa kiasi gani? Je, watu wanafundishwa kiasi gani swala la kuwekeza kwa Bwana katika mtindo wa maisha ya kiuwakili, katika maisha ya urudishaji wa zaka na sadaka? Sikiliza utafiti wetu unavyoendelea. Washiriki 66% walionyesha kuwa hawakufundishwa na walimu wao na walezi wao na wazazi wao na viongozi wao makanisani kurudisha zaka na sadaka katika viwango stahili ambavyo vinavyotakiwa, viwango stahiki. Sasa kama 66% haikufanya hivyo, umepoteza nguvu kazi kiasi gani kuwekeza katika swala la wakili kwa watoto? Kuna haja kubwa ya kuwawezesha walimu katika makanisa yetu kutoa elimu ya wakili inayoendana na umri wao. Elimu ya wakili tolewe kulingana na elimu ya watoto hawa kwa lika zao. Hii itakuwa pamoja na kutoa vitendea kazi, mfano masomo ya wakili ya watoto, vyombo vya kuzanyia sadaka vya watoto, bahasha za matoleo kwa watoto, picha za mafundisho na mifano ya mawakili waaminifu katika Biblia. Watoto wanafundishwa na wanakumbuka vitu vinavyotolewa kwa vitendo, vitu vinavyotolewa kwa njia ya picha. Waonyeshwe ya kwamba, hebu angalieni ya kwamba picha hizi zinaonyesha uwakili wa watu wanapokwenda kupeleka mali za Bwana katika chombo cha hazina. Hiyo kazi ikifanyika itakaa ndani ya bongo za hao watoto. Mpendwa mzazi, mlezi, mwalimu na kiongozi wa kanisa, utafanya nini kwa watoto wako? Utafanya nini kwa kanisa lako kuhusu watoto ambao Mungu amekupa? Uangalie na kuandaa ili wawe watumishi walio waaminifu, kutengeneza kizazi chenye uaminifu, kutengeneza kizazi kinachomjali Mungu, kutengeneza kizazi kinachomfanya Mungu kuwa wa kwanza. Huo mtindo wa maisha wa kumfanya Mungu kuwa wa kwanza maishani mwao. Kama utafanya chochote kwa ajili yao, mwisho wake utakuwa nini? Mwisho wako nawe utakuwa nini? Somo la wakili ufundishwa na walimu wa watoto makanisani, wafundishwe. Zaidi ya nusu ya washiriki waliojiwa walikiri kuwa elimu ya wakili kwa watoto hufundishwa kidogo sana, na pengine haifundishwi kabisa. Ukienda kwenye madarasa yao, ukienda kwenye makanisa ya watoto, hivi vitu ni adimu. Sikiliza hivi, 82% ya washiriki walionyesha kuwa elimu ya wakili kwa watoto makanisani mwao haifundishwi katika kiwango kile kinachotakiwa. Sasa kama haifundishwi katika kiwango kinachotakiwa, tunatengeneza kanisa la namna gani? Ni ashirio kuwa kuna haja kubwa ya kuwawezesha walimu wa watoto wetu kufanya kazi kubwa, kuwafanya watoto kuwa mawakili waaminifu, na ndipo kuwawezesha walimu kutoa elimu ya msingi ya kiwakili wa Kikristo kwa watoto na vijana, na kuandaa kuwa mawakili waaminifu wa kesho. Mwalimu mzuri ni mtendaji mzuri kwa kile anachokifundisha. Mwalimu ana sehemu kubwa ya kumfanya huyu mtoto
kuwa na mtindo wa maisha ya kiwakili, kuwa na mwenendo mzuri wa maisha ya kiwakili. Mwalimu yeye siku zote anapofundisha, huyu mtoto anaposikiliza, hata acha yote yapite, yako yatakayokaa katika kichwa chake. Na katoto kadogo pale nyumbani kakiume kanapofundishwa kule shuleni, huwa kanakuja kusema nyumbani, kanaeleza. Ukikuuliza leo umejifunza nini, kanakwambia mwalimu fulani alituambia 1 2 3, yanakaa. Lakini wajibu huu kwa nini usichukuliwe kwa makini? Mzazi, mlezi, mwalimu na kiongozi, ona jinsi watoto wanavyosahaulika katika maisha, wanavyosahaulika katika mambo ya kiroho. Hebu angalia idadi pale kwenye kanisa lako, pale kwenye mtaa wako, idadi ya watoto hawa. Kama idadi ya watoto hawa wote kweli wakipata elimu ya mtindo wa maisha ya kiwakili, hebu angalia ya kwamba kila mtoto ndani ya bongo zake zikijengeka hizi habari za mtindo wa maisha ya kiwakili, je, tutakuwa na kanisa la namna gani ambalo linategemeza kazi ya Bwana kwa kiwango kikubwa kisicho cha kawaida? Mungu akusaidie, Mungu anisaidie kulitenda hili na kuliishi. Utafanya nini baada ya masomo haya ili kuwa tayari kutoa hesabu njema mbele za Bwana aliyekuwazima hawa watoto na kuwalea kwa ajili yake? Siku moja wewe na mimi tutatoa hesabu. Kama wewe ulikuwa ni mlezi, kama wewe ulikuwa ni mzazi, kama wewe ulikuwa ni mwalimu, umepewa dhamana kanisani kwako, kama wewe ulikuwa kiongozi uliyepewa dhamana haukuyatenda haya, utaulizwa dhamana uliopewa ulifanyeje? Basi kwa sababu ya pili imelia, tutaishia hapo. Bwana akitujalia muda, wakati mwingine tutaendelea na mengine. Bwana azidi kutubariki katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu, amen. Tusimame kwa ajili ya ombi. Baba mwema na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya fursa uliyotupatia kuitumia. Haya machache ambayo umependa zungumuzwe yaweze kuwa baraka kwetu na kuyazingatia na kuyaishi. Tunaomba kwa ajili ya vipindi vingine vinavyokuja, zidi kuwatumia watumishi wako kwa namna ya pekee. Ni baraka ambayo umekusudia tuweze kuipata katika siku ya leo, iweze kuwa baraka ambayo itazaa matunda. Ndivyo tuombavyo na kuamini umetenda na utazidi kutenda katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu, amen.